Tukisalia hapo hapo kwenye msimamo wa wanachama wa Young Africans, Kamwe auoni kama itakuwa na athari kwa timu yenu kutokana na msimamo wa wanachama wenu? Mimi Sheikh sio mpiga ramli kwamba ikiwa hivi itakuwaje. Mimi sio mpiga ramli. Ambacho imezungumza kamati yetu tendaji ya Yanga, ambayo kimsingi ndiyo chombo cha pili kikubwa cha kimaamuzi kwenye klabu yetu. Kiondoa mkutano mkuu, basi kamati ya utendaji ya Yanga ina nafasi kubwa kwenye kufanya maamuzi ya klabu. Maelekezo ya kamati yetu ya utendaji ambayo yametoka yamekuwa very clear, ndugu yangu. Hakuna mahala ambako walibakisha kwenye taarifa yao. Taarifa yao ilisemaje? Kwanza ilielezea kuhusu kupokea maelekezo ambayo CAS wameyatoa kwamba Yanga irudi kwenye mamlaka za ndani kushughulikia jambo lao la Machi 8, kesi ya msingi ambayo Yanga waliifungua, na kamati tendaji ikazungumza kwamba hawana imani na mamlaka za ndani. Kwa hiyo jambo lao hawawezi kulipeleka hapo. Lakini la tatu wakasema kwamba mechi ya ligi kuu namba 184, si ndio? Hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa tarehe yoyote ile ukiondoa Machi 8. Kwa hiyo kama kuna mwanadamu anaweza kuirudisha Machi 8 ya mwaka huu, basi Yanga watacheza hiyo mechi. Kama haitarudi kwa maelekezo ya kamati tendaji, maana yake hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa namna yoyote. Na mwisho kamati tendaji ikawa clear kwamba wana Yanga sasa, wana Yanga kwa maana mashabiki, wanachama, wapenzi na wakereketwa wote wa klabu yetu, tutakuwa tayari kuipambania haki yetu ya msingi kivyo vyote vile. Kivyo vyote vile tutakuwa tuko tayari kuipambania haki yetu ya msingi, kuhakikisha tunapata tunachostahili kupata msimu. Hiyo ndio taarifa ya uongozi wa Yanga kupitia kamati ya utendaji. Na wanaozungumza wanachama hayo sasa ni maoni yao ambayo yametokea kwenye taarifa na mwongozo wa klabu. Kwa hiyo hakuna kipya wala hakuna kupishana hapa. Lakini mnayabariki na mnayaunga mkono. Ni maoni yao ambayo mimi sijasikia mpaka sasa hivi, sijasikia wamezungumza nini, lakini yanabaki kuwa maoni yao kama wanachama ambao wana haki na klabu hii kwa mujibu ya katiba yetu. Kwa mimi siwezi kukaa hapa kusema maoni haya ni sahihi sio sahihi, ni maoni yao. Na mwenye jukumu la kuyachuja kama ni sahihi au sio sahihi sio mimi. Tuheshimu maoni yao na tuyaache kuwa maoni yao. Ila wale wanaozungumza kama uliosema, kama ni wanachama kwenye kikao, basi katiba ya Yanga inawatambua hao wanachama. Yes. Kamwe bwana juzi amezungumza mdhamini wa klabu ya Yanga GSM na Salama Jabir, na katika maongezi yake bwana unamtamka tajiri kama unamtamka Marco Mzumbe, ndugu yangu. Sema Ghalib Said Mohamed, bilionea, kipenzi cha wana Yanga. Ndio. Ndio utakuwa umjenge hivyo. Sema tu amezungumza bwana GSM. Huyo bwana amezungumza Ghalib Said Mohamed, tajiri, bingwa misimu yote. Mimi nataka muongeza kodi. Bingwa misimu yote. Yes. Akiona interview akiniomba namba nitampa. Safi. Safi. Umeona kupitia interview na Salama Jabir ameweza kusema kwamba mwisho wa msimu huu yeye anaamini atamwambia mama Yanga bingwa. Manake sasa ikazua kama nanio, yani ile tunasema mjadala, kwa sababu wengine wanasema Yanga inasema haichezi. Manake kama haitacheza, manake kipokonywa alama, manake itakuwa haina sifa ya kuwa bingwa. Manake tajiri anamaanisha au anaamini Yanga itaenda kucheza, itapeleka timu. Alama zipi kwa ndugu yangu? Alama za. Manake alama, unajua unaposema alama kuna alama za mwilini, kuna alama yani kwa maana point ya mchezo. Majengo, mtu anaweza akapokonya hata alama za majengo hapa. Unasema alama zipi? Alama zile za mchezo, kwa maana alama 3 na magoli yale 3. Manake tayari kama akipokonywa Yanga manake atapoteza sifa ya kuwa bingwa. Kwa hiyo manake tajiri anamaanisha kwamba watu wengine sasa namna ambavyo walifikiria kwamba anaamini timu itaenda uwanjani na manake itacheza, itamfunga Simba. Timu ipi? Young Africans. Itaenda uwanjani
na itacheza na Simba na itamfunga na itachukua, manake akishamfunga manake kwa alia pale Young Africans katika michezo ambayo imesalia, of course atakuwa bingwa. Yes. Kwanza mimi sijatilia sana hiyo interview ambayo bosi wetu ameifanya, lakini ni kweli Yanga atakuwa bingwa msimu wa 24. 100% Yanga atakuwa bingwa kama ambavyo kanuni inaelekeza. Mwenye pointi nyingi zaidi kuliko wengine atakuwa champion. Kwa no doubt Yanga Afrika atakuwa bingwa 2024-25. Hiyo naliunga mkono. Naliunga mkono pia, tutakwenda kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kauli moja kama wana Yanga, Yanga bingwa tena. Tutamwambia tena mama yetu kipenzi kwamba Yanga ni bingwa. Kwa hiyo tajiri hajadanganya popote. It's true, no doubt 100% Yanga anakwenda kuchukua ubingwa.